Ramani ya nyumba bora na ya kisasa kabisa. Leo Mjenzi wa Nyumba TZ nimekuletea ramani ya nyumba ya kisasa. Karibu ujipatie ramani ya nyumba bora ya kisasa iliyobuniwa kwa ustadi mkubwa kwa ajili ya familia ya kisasa inayotaka makazi mazuri ya kisasa na yenye mpangilio mzuri wa vyumba. Nyumba hii ina muundo wa kisasa, modern design, unaovutia, wenye nafasi kubwa ya kuishi pamoja na faragha kwa kila chumba. Muundo wa nyumba ikimaanisha design ya nyumba. Ramani hii ina mpangilio mzuri wa vyumba na sehemu muhimu ya familia kama ifuatavyo. Kuna master bedroom. Nikizungumzia master bedroom, maana ni chumba kikubwa cha mwenye nyumba na kina choo chake ndani chenye nafasi kubwa kabisa. Pia kuna sehemu ya dressing room humo ndani. Kuna vyumba viwili vya kawaida vya kulala. Hivi vyumba vyote ni self contained, kwa hiyo vina choo ndani kila chumba. Kwa hiyo ukiingia ndani, ukiingia umeingia. Sebule moja yenye nafasi kubwa, dining room moja, jiko moja, choo cha familia nikimaanisha public toilet. Kuna store, kuna veranda mbili. Veranda ya kwanza ni hii ya mbele ya nyumba kama mnavyoiona hapo kwenye picha, ambayo ni ya mlango wa kuingilia sebuleni. Pia veranda ya pili ni hiyo unayoiona hapo, ambayo ni mlango wa kuingilia jikoni. Kuna prayer room, kuna study room. Hizi prayer room na study room ni vyumba vikubwa sawa na ukubwa wa vyumba vingine, ambavyo unaweza kubadilisha matumizi kutoka kwenye kuwa prayer room na study room, basi vyenyewe vikawa vyumba vya kulala pia inawezekana. Kuna korido mbili. Mpangilio huu unatoa faragha kwa kila chumba pamoja na nafasi nzuri za familia kukaa pamoja. Vipimo vya nyumba. Vipimo vya nyumba hii ina urefu wa mita 20.9. Yaani hapa ni sawa na kusema tu mita 21. Ina upana wa mita 14.2. Nyumba hii inafaa kujengwa kwenye kiwanja chenye ukubwa wa kuanzia mita 20 kwa mita 25. Ikiwa kikubwa zaidi ya hapo itapendeza zaidi, kwa maana mita 20 kwa 25 utabakiwa na eneo dogo kwa ajili ya matumizi mengine. Kwa hiyo eneo kubwa zaidi kitapendeza zaidi. Licha kuwa hata hii itakaa yote, itaenea. Muundo wa paa. Paa lake ni la hidden roof design. Nyumba hii imebuniwa kwa ustadi mkubwa wa kisasa, ambapo bati linafichwa upande wa mbele, bati linafichwa upande wa kulia, bati linafichwa upande wa kushoto. Huenda ukawa hujanielewa. Nasema hivi, nyumba hii imebuniwa kwa ustadi mkubwa wa kisasa, ambapo bati linafichwa upande wa mbele. Yaani upande wa mbele huwezi kuona bati kwa sababu limefichwa. Pia ukiwa upande wa kulia wa hii nyumba huwezi kuona bati kwa sababu limefichwa, na ukiwa upande wa kushoto mwa hii nyumba huwezi kuona bati, kama nilivyoweza kuonyesha hizo picha. Hivyo nyumba hii inaonekana ya kisasa zaidi. Hidden roof design. Bati linaonekana upande wa nyuma pekee, ambapo ndiyo maji ya mvua yanamwagika huko. Makadirio ya vifaa vya ujenzi. Kwa makadirio ya ujenzi wa nyumba hii utahitaji block 6400. Na maana hii nyumba ni kubwa, kwa hiyo inahitaji block 6400. Sementi mifuko 275. Nondo za milimita 12,132. Mchanga tipa 8. Kokoto tipa 4. Bati futi 10 za pisi 70. Bati za futi 10. Bati za futi 10 ni pisi 70. Mbao za kenchi 200. Mbao za papi 125. Gharama za ujenzi. Makadirio ya gharama za ujenzi kuanzia msingi hadi paa. Gharama hii imejumlishwa vifaa na ufundi, kila kitu, ni shilingi milioni 36. Ni kuanzia kujenga msingi wa nyumba mpaka kupaua. Gharama za vifaa na ufundi zote zimejumlishwa, ni milioni 36. Hivyo basi hii nyumba ni kubwa sana, inahitaji mtu mwenye kipato kikubwa. Kama wewe kipato chako ni kidogo, itabidi unajenga kwa awamu, na maana taratibu unapata hela, unajenga hatua moja mpaka siku au mwaka unakuja kumaliza. Gharama zinaweza kutofautiana kulingana na eneo la ujenzi na bei ya vifaa. Kwa maana hizi bei nilizokutajia ni za ujenzi wa jiji la Dar es Salaam. Lakini mtu atakayekuwa anajenga sijui uko na Manyere huko, anajenga huko Msamba, anajenga huko Elemela, anajenga huko wapi Kilolo huko Iringa, Makambako, Njombe huko mpaka Songea,
huko gharama zake zinapungua kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo gharama zinaweza kutofautiana kulingana na eneo la ujenzi na bei ya vifaa. Leo nimekuongezea taarifa za ziada. Ramani hii ipo katika full architecture file, yani ipo full file kabisa, ikiwa imeandaliwa kitaalamu na inakidhi vigezo vya serikali, inafaa kwa kupata kibali cha ujenzi. Ina michoro yote muhimu ya ujenzi. Wasiliana na Mjenzi wa Nyumba TZ kwa namba hizo unazoziona, au unaweza kukutajia hapa kwa kupata ramani hii au ushauri wa ujenzi au na ujenzi pia. Wasiliana nasi kupitia namba ya simu 0712937090. Hii ni kwa njia ya kupiga simu au message ya kawaida, au WhatsApp 0765937090. Hii ni WhatsApp na Telegram. Pia vile vile kuna email yetu na info@mjenziwanyumbatz.com. Usisahau kushare hii video ili na watu wengine wajifunze. Kwa hiyo share, like, comment, ikipendeza subscribe. Asante kwa kunisikiliza. Karibu tena. Ciao.